Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah zungumza na sahaba wake kipenzi Abu Dharr al-Ghifar radiyallahu anhu wa ardah: ya Aba Dharr, hasib nafsaka qabla an tuhasab fahuwa ahwanu lihisabika ghada. Ewe Abu Dharr, hesabu nafsi yako, jihesabie wewe mwenyewe, hesabu matendo yako, jifanyie hesabu leo. Anasema na hilo litafanya, hilo la kujihesabu wewe mwenyewe, ukajihesabia matendo yako wewe mwenyewe leo, anasema litafanya hesabu yako kesho kuwa nyepesi. Anasema wazin nafsaka kabla an tuzana, na iweke nafsi yako katika mizani, matendo yako katika mizani kabla ya wewe kuwekwa katika mizani. Watajahaz li'ardhi al-akbar yawma tu'rad, na jiandae na kuwasilisha kesho. Kuwasilisha yani uwasilishaji wa amali zako siku ile ambao na wewe utawasilishwa mbele za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ile kubwa ya kuwekwa katika mizani. Anasema jiandae kuwasilisha kama ambavyo na wewe utawasilishwa siku hiyo. La takhfa ala Allahi khafiya, siku hiyo ya kuwasilisha kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna kilichofichikana, mambo yako yote yanafahamika. Sasa kabla hujafikishwa kule, jihesabu wewe mwenyewe, jipime wewe mwenyewe, ili pale uone kwamba mazuri yako ni mangapi na uende mbio kwenda kuyaongeza, na madhaifu yako yako wapi, madhambi yako yako wapi, uovu wako umefanya wapi, ili uweze kufanya tauba mapema. Ukifika siku ya Kiyama, siku ya kuwasilisha matendo yako, ujikute kwamba unawasilisha yale mazuri na mabaya yote ushayasafisha kwa kuyaombea msamaha. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kufanya at-tauba, atupe taufiki ya kufanya muhasabatu nafsi, kujihesabu sisi wenyewe na kujiweka katika mizani, na mwisho tukiondoka tupate husnul khatima. Na husnul khatima ni kuondoka katika dunia tukiwa hatuna madhambi yote, tushayasafisha kwa kujipima sisi wenyewe na kujiweka katika mizani na kujihesabu nafsi zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.